Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mchezo ulikuwa mzuri kwa upande wetu, lakini ulikuwa mzuri zaidi kwa upande wa Simba. Kiukweli katika mchezo huu tulikuja kama timu namba 2, yani kwa sababu tulikuwa tunacheza na Giant. Na sisi timu nyingi TMA, watu wengi na hisi wamejua leo kwamba TMA ipo. Kwa hiyo tulikuja na mpango kazi wetu ambao katika asilimia fulani haujafanikiwa, lakini asilimia fulani umefanikiwa. Kwa maana ipi? Tulikuwa hatuna pressure sana kwamba labda tunakuja hapa ili tufunge Simba tufanyeje. Tulikuwa tunajua uwezo wa Simba ni mkubwa kuliko wa kwetu, lakini tulikuwa tunatafuta zile kasoro ndogo, sababu ni mzuri lakini pia na mapungufu yake. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta ile kasoro yake tutumie tuweze kupata matokeo, kitu ambacho walituzidi. Tunakiri kabisa walituzidi, na katika mchezo huu walistahili kupata ushindi, lakini hatukuondoka bure. Yani kuna kitu kama wachezaji wenzangu, kuna kitu kikubwa sana ambacho wamepata exposure, wamepata experience fulani hivi ambayo hawakuwahi kuipata, kwa sababu hii ndo mechi ya kwanza, big mechi ya TMA. Kwa hiyo naamini kwa wachezaji ambao kidogo ndo wanaanza, kuna kitu fulani hivi wamekiona, kuanzia nguvu, wafanyeje. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi ambavyo vitakuwa faida kwetu kuelekea katika michuano yetu ya daraja la kwanza. Michezo 22, alama 41, nafasi ya 5 kwenye championship. Mikakati gani ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba timu inapanda katika ligi kuu msimu ujao? Ukiangalia ile chart ile ya msimamo, tupo nafasi ya 5 lakini watu ambao wapo juu yetu wanatuzidi pointi 3, 4. Yani so nyingi, mchezo mmoja miwili. Kwa maana kwamba, na bahati nzuri kwetu ni kwamba tunaenda kucheza na timu ambazo zipo chini, na wale wenzetu wanakutana wao kwa wao. Kwa maana kwamba sisi tukiendelea kupata matokeo mazuri, tunaweka timu yetu ya TMA katika eneo zuri la kupanda. Kwa hiyo tunaendelea kupambana. Ile ligi pia imekuwa ngumu sana, kama mnafuatilia imekuwa ngumu, kuna watu wapo kule wengi, lakini kama wachezaji tunazidi kupambana ili tufikie malengo yetu ya kupandisha timu. Okay, umecheza ligi kuu pamoja na championship. Tofauti upoje kati ya ligi kuu pamoja na championship? Wapi kugumu zaidi? Kote kugumu, lakini uzuri wa NBC Premier ni kwamba watu wengi ni machua, kwamba unafanya kitu kwa kujua nikifanya tu hivi mwenzangu ananifunga. Watu wengi ni experience, kwa hiyo wanaenda kujua kabisa. Ndio maana unakuta mchezo kama wa Simba na JKT unamalizika kwa Simba kupata goli dakika 90 tena na penalti. Kwa hiyo unagundua kwamba huku kuna ugumu fulani hivi ambao watu wengi wamefanyeje, watu wanajiandaa, timu zinajiandaa. Ukizingatia sasa hivi ligi imekuwa na wadhamini wengi, mambo yamekuwa vizuri, sio ile ligi ambayo tulikuwa tunacheza miaka fulani hivi 7-8 nyuma. Unakuta timu fulani hivi inafika kituoni saa 6 mchana, mechi ni saa 10. Sasa hivi kila timu iko vizuri, wana wadhamini uzuri, mishahara kwa wakati, sanifiwa wanapata. Ndio maana unaona ligi imekuwa ngumu sana kwa ligi kuu. Daraja la kwanza bado vitu kama hivyo havijafika, lakini na imani huko tunakuelekea mambo yanaenda kuwa vizuri. Yani kuna watu wengi sana wanakuwa na hamu ya kufanya jambo, wanakuwa na hamu ya kufika ligi kuu. Mtu mmoja anakufuata na kuuliza nifanye nini, tumekaa hapa miezi 2-3, unanionaje? Kama mi experience najua kabisa huyu akifanya hivi anaweza kufika sehemu fulani, lakini na matumaini yangu kwamba TMA ni timu ambayo inatoa wachezaji wazuri sana na ina wachezaji wazuri sana. Ukizingatia kama kuna mtu kama ametambulishwa JKT pale center moja, Maneno, kuna Nangu anafanya vizuri, Uso Nangu wametoka TMA. Kwa hiyo ile inakuwa ni message nzuri kwa vilabu vingine kuendelea kuangalia watu kutoka TMA, na wapo wengi ambao wana uwezo, ambao na imani mpaka ligi inamalizika hii, hata mwakani tena hata kama imetokea bahati mbaya TMA haijapanda daraja, kuna watu wengi watapanda kuja ligi kwa sababu wana watu wengi wenye uwezo. Ikatokea TMA imepanda daraja, uko tayari kushiriki ligi kuu tena kwa mara nyingine? Mpira umekuwa ni biashara, lakini mimi kikweli niseme kwamba nina furaha kwa katika timu hii, kwa sababu kuna vitu ambavyo naviona kikweli ni vizuri kwangu, lakini siwezi kusema 100% kwa sababu naweza nikasema hivi, mtu mwingine akaja na 200 alafu yeye akawa na 50. Mpira ni kazi yetu, tuna familia zinakula kupitia mpira. Kwa hiyo lazima, hata kama ungekuwa ni wewe akija hapa leo mtu fulani hivi, utaenda kuchukua 200 yake, utaacha 50 hivyo. Wengi walishangilia kitu ambacho mwenyewe nilifurahia. Watu wengi walifurahia kwa sababu walijua ile ni exposure. Tunaenda pale hatutoki bure. No, yani haijalishi kwamba kutatokea nini, lakini watu walikuwa na hamu kwamba nikifika tu pale nikicheza na Simba kuna kitu lazima nitakifanya kimoja viwili, ambacho na mimi na matumaini kwamba walivyoshangilia na leo walivyofanya hapa uwanjani, hatukupata goli, lakini kwa watu ambao ni wa mpira lazima kuna watu 2-3 wamewaona kitu ambacho
wengi walikufurahia, na mimi nilisema kupitia ile mechi, nikawa naambia wadogo zangu kupitia ile mechi kuna watu tunaenda kufanyeje, tunaenda kuwaacha pale, yani kila mmoja akajitoa kwa nafasi yake, kama ni keeper, center half, forward, fanya kazi yako yani. Haijalishi kwamba kutatokea nini, lakini watu wanamuona mchezaji hata kama timu ikifungwa 10 yani.